Leo ni siku ya tarehe 16 mwezi wa 9 mwaka wa 2025 ambapo tunashuhudia upinzani mkubwa na uchaguzi mkubwa ambao ulikuwa ukisubiriwa kwa hamu katika nchi ya Malawi, ikiwa ni uchaguzi ambao umekusanya chama cha upinzani pamoja na chama kinachoshikilia madaraka, ikiwa ni uchaguzi ambao unakwenda kushuhudiwa ambao unakuwa na mvutano mkubwa wa kisiasa kulingana na wagombea ambao wanaonekana kugombea katika vyama vya upinzani. Leo Malawi inafanya uchaguzi wa urais na wabunge katika mazingira yenye mvutano wa kisiasa na changamoto za kiuchumi. Ni tukio muhimu kwa taifa dogo la kusini mwa Afrika ambalo limekuwa likipitia changamoto za kidemokrasia, demokrasia changa, kupanda kwa gharama ya maisha na mashaka kuhusu uwazi wa tume ya uchaguzi. Ukumbuke mwezi uliopita ama miezi iliyopita kule nchini Malawi kuliweza kufanyika maandamano makubwa juu ya kile ambacho wananchi wa Malawi wanasema kwamba tume hii ya uchaguzi kwamba inapendelea katika chama tawala, kwamba tume ya uchaguzi inapendelea katika nyakati za uchaguzi chama hiki kinachotawala kilichoshikilia madaraka yake. Sasa hapa nimekuandalia takwimu fupi ya uchaguzi ule ambao unafanyika nchini Malawi. Historia kidogo kutoka enzi za ukoloni hadi sasa katika kile ambacho kinaendelea. Leo ndo siku ambayo wananchi wa Malawi wanachagua hatima ya maisha yao katika kipindi cha miaka mitano. Kumbuka nchini Malawi ni nchi ambayo inafanya uchaguzi kila baada ya miaka mitano. Katika nchi nyingi za Afrika Mashariki kumekuwa na uchaguzi kama huu. Kila baada ya miaka mitano basi nchi hufanya uchaguzi ili kuweza kudhibitisha kile kinachoitwa kuwa ni demokrasia. Malawi is gearing up for a high stakes election later this year with Sasa hapa nitakuandalia historia fupi kutoka enzi za ukoloni wa kiongozi Hastings Kamuzu Banda nchini Malawi mwaka 1964 hadi mwaka 1994. Enzi za ukoloni wa uongozi wa mchungaji Hastings Kamuzu Banda mwaka 1964 hadi mwaka 1994. Malawi ilipata uhuru mwaka 1994, lakini kwa miongo mitatu hivi ilitawaliwa na chama kimoja cha Malawi Congress Party MCP chini ya Kamuzu Banda. Mfumo huo haukutoa uhuru wa kisiasa wala vyombo vya habari. Mwaka wa 1992 imezoeleka nchini Tanzania mwaka wa mfumo wa vyama vingi. Tunaambiwa kuwa mwaka wa 1993 hadi mwaka wa 1994 katika mwaka huo mmoja kulitokea shinikizo kubwa la wananchi wa nchini Malawi pia na umoja wa kimataifa juu ya kile kinachoitwa utawala wa chama kimoja. Wananchi waliweza kufanya maandamano makubwa, pia umoja wa mataifa uliweza kushinikiza katika uongozi wa Kamuzu Banda juu ya utawala wa chama kimoja, na katika miaka hiyo basi iliweza kuzuka mfumo wa vyama vingi. Na baada ya hapo uchaguzi uliweza kufanyikwa na Bakili Muluzi aliweza kushinda uchaguzi huo na kuchaguliwa rasmi kuwa rais wa nchi ya Malawi. Miaka ya karibuni uongozi umekuwa ukipokezana kati ya vyama vikuu United Democratic Front UDF. Uchaguzi huu umeibua hisia kali kutokana na mambo makuu yafuatayo: mabadiliko ya sheria ya uchaguzi, mgombea lazima apate zaidi ya 50% ya kura ili kushinda raundi ya kwanza. Hii inalenga kuimarisha uhalali wa uchumi mgumu, bei ya vyakula, mafuta na bidhaa muhimu ikipanda sana, huku sarafu ya Malawi kwacha ikidhoofika. Hiyo ni historia fupi ya nchini Malawi, nchi ambayo imekuwa na mivutano mikubwa hasa kuelekea nyakati hizi za uchaguzi. Lakini mwaka huu wa 2025 ni mwaka ambao katika bara la Afrika kuna nchi nyingi ambazo zinakwenda kufanya uchaguzi ambapo ni kuchagua rais pamoja na wabunge. Nchi hizo hapa nimekuandalia miongoni mwa nchi 5 ambazo zinakwenda kufanya uchaguzi, na katika nchi hizi ambazo nitakutajia ni miongoni mwa nchi ambazo zinakuwa na mvutano mkali ukilinganisha na vyama vyao vya upinzani vimekuwa vikiwa na upinzani mkali. Hizi ni top 5 nchi 5 ambazo zinakwenda kufanya uchaguzi mwaka huu wa 2025 katika kile ambacho wanakiita kuwa ni kufuata msingi wa kidemokrasia. Kila baada ya miaka mitano basi nchi hizi huwa zinafanya uchaguzi. Basi nchi ya kwanza
ni nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tanzania inakwenda kufanya uchaguzi wa urais pamoja na wabunge katika mwaka huu wa 2025. Kwa nini nimekuambia kuwa ina mvutano mikali? Ukilinganisha Tanzania, kiongozi wa upinzani Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Antipas Lissu yupo gerezani, ambaye ndio mpinzani mkuu wa chama tawala, Chama cha Mapinduzi CCM. Pia chama cha ACT Wazalendo, chama cha pili kwa upinzani mkubwa nchini Tanzania, Mpina ameweza kuwekea pingamizi juu ya ugombea urais katika nchi hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vyama vingine ambavyo vinafuata ni kama vile CUF, UDP ambavyo ni vyama ambavyo havina upinzani mkubwa nchini Tanzania, lakini vyama viwili vya upinzani mkubwa vimeweza kuwekewa mapingamizi, ikiwemo ni Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema chini ya Tundu Antipas Lissu ambaye ni kiongozi mkuu wa upinzani nchini juu ya kesi zake zinazomkabili ikiwemo kesi ya uhaini. Pia ACT Wazalendo Mpina ameweza kuwekea kipingamizi. Pia nchi ya Malawi, Ghana, Namibia na Sudan Kusini ni miongoni mwa nchi 5 hizo ambazo nimezitaja ambazo zinashiriki uchaguzi mwaka huu wa 2025, kati ya nchi 54 ambazo zinashiriki uchaguzi mwaka huu wa 2025 katika uchaguzi wa wabunge pamoja na uchaguzi wa urais. Nini maoni yako kuelekea uchaguzi huu nchini Malawi? Pia katika nchi zote 54 ambazo zinakwenda kufanya uchaguzi barani Afrika, weka hapo kwenye comment. Hii ni Kanyuka TV. Kwa habari nyingi za uhakika na matukio, basi tutakuwa tukikuandalia, usisite kusubscribe.